Mei 15. Alhamisi. Mwaka wa 2025, Remnant lazima wawe ndani ya maombi ya mwinjilisti. Timotheo wa pili 2:1-2. Basi wewe, mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Ninyi, Remnant, mnapaswa kubaki ndani ya maombi ya mwinjilisti. Unapobaki ndani ya maombi ya mwinjilisti, utaweza kufurahia baraka za kilele cha kiroho hata kabla ya kupokea majibu yanayoonekana, na pia utapokea jibu la shahidi. Ikiwa ndivyo hivyo, je, ni nani alikuwa ndani ya maombi ya mwinjilisti Paulo? Kwanza, ilikuwa ni Timotheo. Paulo alirejelea mambo matatu kwa Timotheo. Ilikuwa ni maagano ya askari wa kiroho aliyeitwa na Mungu, mwanamichezo anayefuata neno la Mungu, na mkulima wa kiroho ambaye kwanza hupokea neema ya Mungu. Pili, alikuwa Tikiko. Alimsaidia Paulo na kazi zake katika maeneo mengi magumu. Pia, Paulo alisema Tikiko alikuwa mfuasi ambaye alijua kwa usahihi hali za Paulo na timu ya Paulo na shamba. Tatu, alikuwa Filemoni na Onesimo. Paulo alikutana na Onesimo gerezani. Onesimo alifungwa gerezani baada ya kuiba kutoka kwa mmiliki wake, Filemoni. Hata hivyo, Onesimo alikuwa mfuasi aliyetayarishwa na baadaye akawa kiongozi wa kanisa la Kolosai. Baadaye, Filemoni akawa afisa wa kanisa ambaye alitumikia katika kanisa la Kolosai ambalo Onesimo alikuwa amelisimamia. Lazima ubaki ndani kila wakati ya maombi ya mwinjilisti. Naomba uthibitishe kila siku agano ambalo Mungu alikupa ndani ya asili ya maombi ya mwinjilisti. Ombi la leo: Mungu Baba, naomba niwe remnant ambaye yuko ndani ya maombi ya mwinjilisti. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.